Ofisi ya katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, baada ya kupitia rufaa ya katibu wa chama hicho mkoa wa Morogoro Barnabas Okora, na kwa kuwa haki ya kusikilizwa ni haki ya msingi, imeeleza kuwa maamuzi ya kumsimamisha uongozi Barnabas Okora yaliyofanywa na kanda ya kati kupitia barua ya tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026 anafutwa rasmi, na hivyo Okora anaendelea na majukumu yake. Barua iliyosainiwa na mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chadema, wakili Gaston Garubindi, kwa niaba ya katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika kwenda kwa Okora imesema katibu wa kanda aliwasilisha maelezo yake ofisi ya katibu mkuu kupitia barua yake ya tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ofisi ya katibu mkuu imepitia maelezo hayo na kujiridhisha kwamba mlalamikaji hakusikilizwa kabla ya hatua ya kusimamishwa uongozi kwa nafasi ya katibu wa mkoa wa Morogoro kuchukuliwa. Kwa kuwa haki ya kusikilizwa ni haki ya msingi, maamuzi ya kumsimamisha uongozi Barnabas Okora yaliyofanywa na kanda ya kati kupitia barua ya tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026 yanafutwa rasmi. Kuanzia tarehe ya barua hii, ikiwa kanda ya kati bado wana malalamiko dhidi ya katibu wa mkoa wa Morogoro, wafuate utaratibu wa kikatiba kama inavyoelezwa kwenye kanuni ya 6 kifungu cha 5 aya ya 5 ikisomwa pamoja na kanuni ya 656 ya kanuni za chama. Itakumbukwa kuwa Okora alisimamishwa uongozi tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026 na katibu wa Chadema kanda ya kati Ashura Mashaka Masudi, baada ya Okora kuibua tuhuma za kwamba makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche amefanya ubadhirifu wa pesa za chama, na akaitaka Chadema iunde kamati ya uchunguzi, huku Heche akiachia ngazi na kupisha uchunguzi. Akizungumzia barua hiyo, wakili Garubindi, licha ya kuthibitisha uhalali wake, lakini pia amesema baada ya kuona hatua zilizochukuliwa na uongozi wa kanda ya kati ni tofauti na kuwasimamisha uongozi baadhi ya maafisa wake wa chini, ofisi ya katibu mkuu imefanya maamuzi ya kufuta maamuzi yao, lakini pia kuwaelekeza makatibu wa kanda kufuata utaratibu wa kikatiba, ikiwemo kupewa muda wa siku 14 wa kujieleza kabla ya hatua stahiki kuchukuliwa. Waliosimamishwa kwa kumtuhumu Heche warejeshwa ofisini huko Morogoro. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment maoni yako, itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Sisi tumechangamka wakati wote, hamasa ni ile ile. Kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, wawe sehemu ya kila taarifa ambayo inakuwa inatoka kwetu.